makundi matano ya watu unayoyahitaji kwenye safari yako ya maisha. Sehemu ya 3. Tulipoanza siku ya kwanza, tuliangalia kundi la kwanza linaitwa Divine Connector. Ni watu ambao hawana cha kukupa, inawezekana ni watu wa kawaida sana, wanakuunganisha na wengine. Kundi la pili tukasema wanaitwa Gifted People, Skilled People, People with Ability, watu wenye uweza, na ni watu ambao wana ujuzi, wana maarifa kwenye maisha, wana talanta na karama katika nyanja zote za maisha, na kundi hili ni muhimu sana katika kutimiza malengo yako na unawahitaji hawa watu. Kundi la 3 linaitwa Influential People, ama watu wenye ushawishi. Watu wengi ambao wamefanikiwa kwa viwango vikubwa kabisa vya maisha walihitaji watu wenye ushawishi, influential people, na sio wanasiasa, kwa sababu ukisikia mtu ana ushawishi, lugha rahisi iliyoingia kwenye akili ni wanasiasa. Ukiwa na engineer, civil engineer mbobezi, ni mtu mwenye ushawishi hasa kwenye eneo lake. Ukiwa na mwalimu experti kabisa wa kiwango kikubwa, ana ushawishi. Watu hawa wapo kwenye nchi na wapo kwenye marika yote na kwenye nyanja zote za maisha ya mwanadamu. Inawezekana ni kwenye siasa, inawezekana ni bungeni, inawezekana ni serikalini, inawezekana ni taasisi za kiimani za kihuduma kanisani, kwenye vikundi vya imani kumtafuta Mungu, inawezekana ni wafanyabiashara, inawezekana ni wakulima wabobezi, inawezekana ni teknolojia. Haya makundi ya watu yapo, influential people, na watu hawa pia wana ni karama iliyo ndani yao, lakini pia wanaitengeneza, inakuwa develop kwa njia ya elimu, kwa njia ya maarifa. Watu hawa badaliki unakuta ni viongozi, influential people. Sehemu kubwa unakuta ni viongozi, either serikalini, kwenye vyama, kwenye taasisi mbalimbali, ama kwenye maeneo mengi. Hata ukiangalia katika nchi nyingi, baadhi ya watu waliopewa nafasi kwa kuangalia uwezo wao, wengi walikuwa influential people. Wamepata hizo nafasi kwa sababu ya uwezo mkubwa kabisa wa ushawishi. Unawahitaji influential people, sio kwa nia mbaya, kwa sababu watu hao wanakusaidia kwenye maisha. Mathalan kwenye huduma zetu, hawa watu tunao influential people, tumekutana nao, wana uwezo kila eneo, na kwa sababu hiyo wanakuwa ni msaada mkubwa kwako kwenye maisha yako. Mtu ambaye hana haya makundi ya maisha yao ni yale unaotoka ni ya watu wa chini sana. Lakini watu wenye influential people, hata kama ni rafiki wake, ni mtoto wa ndugu yake, wengi wanafaidika kwenye sehemu ya maisha ya kila siku. Iwe ni nyanja ya elimu, unahitaji kwenda nje ya nchi, unahitaji recommendation ya mtu, unahitaji sahihi ya mtu. Wakitazama tu ni sahihi ya fulani, kama ya rais ama ya waziri ama ya bunge ama ya yule engineer, ni fulani ametia hiyo sahihi, ni kwa heri. Huu shawishi unafungwa kwenye nafsi ya mtu, unalangana sana na tabia ya huyu mtu. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa kuhakikisha kabisa una hawa watu. Unao wangapi? Watu wenye ushawishi. Watu wengi walioleta mapinduzi, wakina Hitler, walikuwa na ushawishi mkubwa. Afrika, kina Nyerere, akina Karume, Kwame Nkrumah, akina Mandela, pamoja na kukaa gerezani miaka 27. These are influential people, watu ambao wameibadilisha dunia, sio tu kwenye teknolojia, kwenye arena kubwa ya maendeleo. Waliweza kupush mpaka gereza zao zikaitawala nchi. Influential people katika hilo sekta, unawahitaji hawa watu.
Huhitaji kuona wivu kwa sababu yeye yuko mbele. No. Watu wenye ushawishi, wenye hizo karisma, huo uwezo unawahitaji kwenye maisha. Hata Mungu kwenye safari ya maisha akirudi kwa wanadamu anatafutana influential people, watu wenye ushawishi. Kuna tukio kama la ndoto ya Farao na tafsiri aliyoitoa Yusufu. Kwa nini Mungu asiende kumwotesha hiyo ndoto Yusufu aliyeko magerezani? Ni shida pia, hata kwa Mungu isingemsaidia. Aipeleke kwa mfungwa, isingeleta matokeo. Pamoja na kwamba Farao hakuwa mtu wa Mungu, walikuwa na miungu yao, lakini kwa majira yake ndiye aliyekuwa influential kama rais wa nchi. Huyo Mungu aliyemtumia influential people. Na Mungu akamtumia Farao kupeleka ujumbe wake. Aliyeutoa mwili wa Yesu pale msalabani, Yosefu Arimathaya, ni mtu mwenye ushawishi, influential people. Ndo alienda kwa Pilato akasema, nipe mwili wa Yesu. Ni wealthy people, lakini ni watu wenye ushawishi. Watu wengi kama kina Caleb mwana wa Yefune, Caleb, watu wenye ushawishi, influential people. Watu hawa tunao. Mara nyingi unakuta wako kwenye vyombo vya habari, mitandaoni, au inawezekana hawapo. Haimaanishi kujionyesha. No. Maisha yao yanakwenda yenyewe, yanajisema yenyewe. Huwezi kuwafuta hawa watu. Ni watu muhimu sana ambao sisi tunawahitaji kwenye safari hii ya maisha. Kama una hawa watu, ni ngumu sana. Katika nchi, naomba ufuatilie, watu wengi ambao wanaoongoza nchi, maserikali na maeneo nyeti, ni watu ambao ni influential kabisa kabisa. In the country, hawa watu wako. Tunawahitaji kwenye safari ya maisha, ndio watakao tusaidia kufika kwenye hatima na kule ambako sisi tunategemea tuende. Ukitaka kwenda kilomita zaidi, unahitaji hawa watu wakusaidie kufika kwenye ndoto na kule unapotakiwa uende.